Kila mwaka Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba ni siku ya kimataifa ya makazi duniani ambayo huadhimishwa. Lengo hasa ni kuangalia hali ya makazi ikoje na kauli mbiu ambazo zinakuwepo na kujadili kuhusiana na masuala mbalimbali. Kwa mwaka huu msisitizo unawekwa hasa katika utayari wa miji kukabiliana na changamoto za kimji, na tutagusia hapa kuhusiana na changamoto pamoja na suluhisho za makazi mijini hapa Tanzania. Lakini ikiwa siku hii mahususi imelenga hasa kuhamasisha serikali, taasisi pamoja na jamii kuchukua hatua za pamoja katika kujenga miji salama na jumuishi pamoja na kuwa endelevu, hasa wakati ambapo kasi ya ukuaji, ongezeko la idadi ya watu hutokea na ukuaji wa miji pia inafanyika na kuleta changamoto za makazi, miundombinu, hata huduma za kijamii ambazo zinapatikana katika maeneo haya. Tumebahatika hapa kuwa na John Masenza ambaye ni mkurugenzi wa miradi kutoka Habitat for Humanity Tanzania. Karibu sana. Na tunaye pia Dr. Coleman Msoka ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za maendeleo na mhadhiri mwandamizi pia taaluma za maendeleo katika masuala ya makazi pamoja na miji kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana Dokta. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Shukrani. Na pengine kwanza tuanzie kwako Dr. Msoka, na nafahamu yapo mengi pia tutapata kutoka kwenu katika siku hii ya kimataifa na lengo lake. Kwa mtazamo wa upana, ni kwa kiasi gani unaona ni muhimu kujadili masuala ya makazi? Asante sana. Kwanza nishukuru kwa kupata nafasi ya kuja kuzungumza katika siku hii ya makazi. Hii ni siku muhimu sana kwa sababu inatupa fursa ya kufanya mapitio ya hali ya miji yetu, sera, taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inaendesha miji yetu. Kwa hiyo kwa siku kama leo kujadili mambo haya ni sehemu muhimu sana ya kutoa elimu kwa umma kuhusu nafasi ya miji katika maendeleo ya kila siku. Na tunapokosa nafasi hii ina maana kwamba hatupati mahali pa kuwafundisha watu taratibu na miongozo, changamoto zilizopo katika miji yetu, muda kupitia na kuona tunaenda vyema, tunaenda vibaya. Kwa hiyo uwepo siku hii ni muhimu sana kwa wakazi wa miji, kwa watunga sera za miji, kwa watafiti wa miji na hata tu kwa watu wanafanya utalii wa miji, kwa sababu wanapata fursa kujua nini kinaendelea katika miji, hali ya miji, changamoto zake. Na nchi mbalimbali zinapitia miji yao. Kama Tanzania tunaangalia miji yetu ikoje, tunakwendaje, wapi tumepotea, kwa wapi tuboreshe. Kwa hiyo ni siku muhimu sana. Sawa. Na siku hii imewekwa na Umoja wa Mataifa ikilenga kutibu changamoto mbalimbali za ambazo zinahusiana na mipango miji. Labda Dr. kwa ufupi tu unaweza ukatupitisha ni mambo gani ambayo yako associated ama ambayo tunaweza kuyahusianisha na matatizo ambayo yanatokana na kutopangilia vizuri miji yetu? Asante sana. Kwanza nikiri kwamba kasi ya ukuaji wa miji ni kubwa katika taifa letu na katika mataifa mengi ya nchi zinazoendelea. Na hii inatokana na watu kuhama sana kutoka vijijini kuja mijini, lakini pia watu katika miji kuongezeka, kuzaliana, na mipango na uwekezaji katika miji kuwa nyuma ya kasi ya kukua kwa watu. Yes. Kutokana na watu kukua kwa kasi na kukosa huduma, watu huwekeza bila utaratibu katika makazi, katika barabara, miundombinu ya vitu kama maji taka na vitu kama hivyo, ujenzi wa maeneo ya starehe, maeneo ya huduma kama hospitali, mashule, ambayo yanakosa mipangilio. Hasa kutokana na kukosa mipangilio, kwanza inaongeza gharama ya kuishi katika miji, kutoa huduma, kuendesha usimamizi wa miji, mambo ya uhalifu yanakuwa makubwa katika miji kutokana na kukosekana kwa mipangilio. Kwa hiyo ukikosa mipangilio, gharama yake ni kubwa. Na ndio maana tunasisitiza ni muhimu sana kujitahidi kupanga miji ili kupunguza gharama za uendeshaji, hata gharama za kuishi. Hebu jaribu kufikiria kama unakaa katika makazi na unashindwa kufika nyumbani na gari. Ukaribu kufika, unataka kutoa mzigo au kumsogeza mgonjwa, inakuwa changamoto kwa sababu gari haiwezi kufika. Kwa hiyo gharama inakuwa mara mbili. Kuna kumpeleka kwa gari, labda itabidi uende na bodaboda na pengine abebwe na mtu,
aweze kufika kwenye chombo chako cha usafiri. Kwa hiyo ni changamoto na ni muhimu sana kujadili mambo haya ili tuweze kuona namna gani sasa tunaweza kutatua mambo haya yanatokana na kutokuwa na mipangilio mizuri katika miji yetu. Okay. Sasa tunazungumza kuhusu siku ya makazi duniani, World Habitat Day, siku ambayo imewekwa na Umoja wa Mataifa kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi Oktoba. Na tunazungumza hapa kuhusiana na changamoto mbalimbali za mipango miji, mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia kuweza kupangilia vizuri miji yetu, lakini pia faida ambazo tutazipata ikiwa tumepangilia vizuri miji. Dr. Coleman Msoka, mkurugenzi wa taasisi ya taaluma za maendeleo na mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. John Masenza, yeye ni mkurugenzi wa miradi Habitat for Humanity Tanzania. Ukiangalia John, ukiangalia Tanzania na miji tulionayo, tathmini yako ni ipi kuhusu masuala ya mpangilio wa makazi ya watu? Tukianzia na Dar es Salaam, ambao unaweza kusema ndio kama jiji kuu, jiji la kibiashara, lakini tuna majiji mengine 4 kando ya Dar es Salaam. Asante, good luck. Tukianza kuongelea kuhusu miji na mipangilio ya miji na ukuaji wa miji, inatulazimisha kwenda kwenye takwimu. Kwa mfano, kuna ongezeko kubwa la watu mijini. Kwa mfano, mwaka 2012 ratio ya Watanzania ilikuwa ni 30% ni wanaishi mijini na 70% wanaishi vijijini. Ndio. Lakini mwaka 2022 idadi imeongezeka. Okay. Takwimu zinaonyesha kwamba ni takriban 39, amini 63.5, watu milioni 39 ambao wanaishi vijijini. Okay. Kwa hiyo wa mjini imekuwa ni 36.5. Kwa hiyo imeongezeka. Lakini makadirio ni kwamba kufikia mwaka 2050 uwanja utakuwa umebadilika. Watu wengi watakuwa wanaishi mjini. Inakadiriwa kwamba 59% ya Watanzania watakuwa wanaishi mijini. Kwa hiyo sasa hapo ni sababu ni nini? Ni ile uhamaji wa kutoka vijijini kwenda mijini, ama watu wa mijini wanazaliwa wengi zaidi? Sababu zote mbili. Watu wa mjini wanazaliana zaidi, lakini pia ongezeko la watu wanaohamia mijini kutafuta fursa mbalimbali zinaongezeka. Kwa hiyo ongezeko hili la watu maana yake linasababisha changamoto nyingi kwenye maeneo ya mijini. Na changamoto ziko nyingi, lakini kubwa zimegawanyika kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni hili ambalo tunaliongelea la uhaba au changamoto ya makazi kwa ujumla wake kwenye maeneo ya mijini. Okay. Linaendelea kuwa kubwa. Sasa hili kwenye eneo hili la makazi mijini, kwa mfano asilimia kama 70 hivi ya makazi Dar es Salaam, wote tunaishi kwenye maeneo yasiyo rasmi. 70 hapo ni Dar es Salaam. Hajapangwa, mengine hata hayajapimwa na kadhalika. Alafu na yana changamoto nyingi za kufikika, huduma za msingi za kijamii. Ukishaona, ukishasema sio maeneo rasmi, maana yake hayakuwekewa utaratibu mzuri wa kupata zile huduma za msingi. Sasa fikiria Dar es Salaam ni 70% ya majengo au ya makazi. Lakini kwenye maeneo mengine ya miji mingine inakadiriwa ni kati ya 50% mpaka 80% ya maeneo ya mijini watu wanaishi kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Kwa tatizo ni kubwa kwenye nchi yetu, na ndio maana wizara pamoja na taasisi zake katika siku hii inahamasisha wadau kushirikiana kuona namna gani miji imejiandaa kukabiliana na changamoto za kimji kwa sababu ya huo ukuaji au kasi kubwa ya ukuaji katika miji yetu. Dokta, kwa upande wako umefanya pia tafiti kuhusiana na masuala ya makazi. Ndiyo. Ni mambo gani hasa ambayo umeona katika miji ambayo ipo hapa Tanzania? Swali zuri na pana. Labda katika kipengele ama eneo la utafiti uliofanyia zaidi. Sawa. Nilitaka kusema kuna mambo mengi sana ambayo tunayaona katika miji yetu kadri tunavyofanya utafiti. Kwa mfano, kutokana na changamoto ya
kuwa nyuma katika kupanga miji yetu. Swala la uhalifu ni changamoto. Kutokana na tuna kwa mipango haijakaa vizuri. Kusimamia ulinzi na usalama katika miji ni changamoto kubwa. Kufika katika maeneo kuzuia uhalifu ni changamoto. Ikitokea janga kama moto, pia kutoa huduma pale ni changamoto. Kwa hiyo mambo haya ya kuwa nyuma katika mipango miji yamezaa matatizo mengine katika miji yetu. Maeneo ya kufanya biashara, maeneo ya huduma. Jana nilikuwa niko mahali natembea. Kuna kanisa hivi. Alafu kawa na wanakijiji, wananchi tu, wana shughuli yao ya mtaani. Lakini mwingiliano wa shughuli ya jamii na shughuli ya kanisa ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kutokana na mipangilio kutokuwa mizuri, tunahitaji huduma ya kanisa, lakini pia jamii nayo inahitaji huduma zake. Kwa hiyo mwingiliano ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kuwa nyuma katika kupanga miji kunazaa pia matatizo mengine. Haya mambo tumeyaona sana hata katika uzoaji wa takataka, huduma za maji. Mvua ikinyesha, baadhi ya barabara ndio mitaro ya kusafirisha maji ya mvua. Sasa hiyo nayo ni changamoto. Ikiwa tumepanga vizuri na tumewahi kabla ya watu kujenga majengo yao, basi tungeongoza maji vizuri na tungepata barabara. Na unajua maji yakipita katika barabara tukitumia sisi na maji ya mvua, kuna changamoto nyingine, una mgonjwa milipuko na vitu kama hivyo vinatokea. Kwa hiyo haya tumeyaona sana katika miji yetu. Jiji la Dar es Salaam kama alivyosema mwenzangu, 70% ya wakazi wa Dar es Salaam tunakaa katika maeneo ambayo bado hayajapangwa vizuri. Na huko ndiko sasa pako changamoto hizi ambazo tunazisema tumeziona sana. Na inafunga pia fursa za kiuchumi. Kwa kuwa miji haijakaa vizuri kuweza kutengeneza fursa nyingi zaidi. Na kama nilivyosema awali, inaongeza gharama za kuishi, hata kufanya biashara, hata kutoa huduma. Na kwa sababu hiyo basi miji badala ya kuwa tena kitu cha kuleta manufaa, kinakuwa kitu kinaongeza gharama ya maisha kila siku. Ndio. Lakini daktari, pia ukijaribu kuangalia changamoto kubwa ambayo imekuwa ikizungumzwa kuhusu masuala ya mipango miji katika majiji makubwa. Sasa sijui kama hapa kwetu nyewe wataalamu mmeliona hilo, lakini ukiangalia kwenye miji mingine, kwa mfano ukienda majiji kama Nairobi, ukienda Kinshasa na maeneo mengine, unakuta kuna sehemu ni nzuri, lakini ukienda katika jiji hilo ukipita sehemu nyingine unakuta kuna vibanda, kuna slums na vitu kama hivyo. Hilo ni moja. Lakini la pili, ukienda kwenye majiji mengine unakuta jiji haliko vizuri, ila ukienda nje kidogo ya jiji unakuta pako vizuri. Yani wanaita urban encroachment, yani kwamba watu wamekwenda kuendeleza sehemu ambayo iko pembezoni ya mji. Hilo mnaliona katika maeneo yetu hapa Tanzania? Asante sana. Ni kweli tunaliona. Labda nikuambie tu maeneo ambayo sasa hivi tunaita maeneo hayajapangwa vizuri katika jiji la Dar es Salaam, zamani yalikuwa pembezoni. Lakini mji unavyokuwa umeafikia na yamekuwa katikati. Nikupa mfano rahisi. Watu zamani walikuwa wanaita Kimara Shamba mbali. Unaenda shamba Kimara Shamba. Na geti ya kuingia mjini, geti ya mkaa mchanga ilikuwa iko Ubungo. Mizani ilikuwa iko Ubungo. Leo hii Mizani iko Vigwaza. Nazidi kuhama. Mji umeenda mbali. Watu wengi ambao wana mashamba katika maeneo ya Kimara yalikuwa ni mashamba yao, baadaye kutokana na ongezeko la watu wameanza kujenga nyumba, yamekuwa makazi. Na ukichunguza mji wetu huu una tabaka kadhaa. Kuna eneo ambalo lilipimwa tangu zamani mji ulivyoanza, alafu kuna eneo ambalo limekuja kukua, watu wameendeleza bila kipimo, then baadaye tukaona tena changamoto imekuwa kubwa, makazi yasiyo rasmi yanaongezeka kwa kasi. Tukapima tena viwanja, kama mtakumbuka miradi ya viwanja 20,000 ambao vimekuja. Kwa hiyo kuna eneo la mji limepimwa, kuna eneo halijapimwa na kuna eneo limepimwa. Kwa hiyo matabaka kama matatu. Hii yote ilikuwa ni katika kukimbiza na kuzuia ile eneo tabaka la maeneo yasiyopimwa rasmi haya ili yasikue sana. Ndio maana serikali ilikimbilia, na nipongeze pia serikali kwa kweli, baada ya kuona kasi ni ndogo katika baadhi ya mambo, ilitoa fursa kwa sekta binafsi kuingilia kati na kuweza kutoa mchango katika huduma za ardhi, ujenzi wa majengo, kupima viwanja. Yote hii imeongeza kasi ya kuwa na miji ambayo kidogo imepangika, kuliko ambapo pale inakuwa ni mtu mmoja peke yake asiye na uwezo. Iko taasisi, mashirika ya serikali na yamekuja, yametoa huduma, na kwa hiyo yamesaidia sana katika kuiongoza miji yetu. Unajua miji yetu ikiwa vizuri inakuwa na faida nyingi.
Sio tu za kiuchumi uliosema kwa maana ya biashara moja kwa moja au kupanga nyumba, thamani ya nyumba yako inapanda, lakini pia kuna utalii wa miji, nao vilikuwa ni vitu ambavyo tutavipata kwa kupanga miji yetu vizuri. Wakati mwingine naweza mtu akiwa na eneo kubwa kama hapo umetoa mifano Kimara Shamba, na maana saa mtu anaanza kukata binafsi, anamuuzia Goodluck, anamuuzia John. Lakini sasa hivi watu wa Kimara usiseme sasa Kimara Shamba. Sasa hivi ni Kimara. Kimara kama Kimara tofauti na shamba imeondoka. Sasa hivi kuna hadi mwendokasi Kimara na nini, kwa mambo ni mazuri. Sasa hivi wanapanda mabasi mapya. Ungemwambia mtu kwamba Kimara pangekuwa na watu wengi mpaka pawekewe mwendokasi, angeshangaa sana. Nitakupeni mfano rahisi. Kulikuwa kuna eneo moja la burudani lilikuwa liko Kimara huko. Wanasema liko mbali na mji mpaka aliweka basi lake mwenyewe la kuwabeba watu kuna kwenye burudani. Sasa hizi mwendokasi inapeleka watu wala hahitaji basi tena kabisa kwa ajili ya kuwasomba watu. Sawa. John, sasa kwa mfano kama nini mnaona katika hali kama hii ambayo tunayo, tunaweza kwa namna yoyote sasa kuondokana katika hali hii, na nini ambacho kinaweza kufanyika? Kila changamoto lazima tuitafutie suluhisho. Na ndio maana tunakuwa na siku kama hizi, na lengo ni kuhamasisha wadau kwenye sekta ya ardhi, lakini pia na sekta ya nyumba kutafuta mikakati ya kukabiliana na hizi changamoto. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kutoka hapa tulipo, kwa mfano ni kuwa na mikakati ya ku-upgrade, tunasema slum upgrading. Yale maeneo ambayo tayari sasa watu wameshajenga. Lakini sisi tuna slums. Tunaweza kusema yani categorically kwamba tunazo. In a strict sense hapana. Tumshukuru Mungu kwa hali ya miji kweli haijapangika, lakini kwa maana ya neno slum kama linavyotumika Tanzania bado kidogo. Na tunamshukuru Mungu kwamba hatuko hivyo, kwa sababu slums zina changamoto nyingi sana. Kwa maana ya kuzisimamia, kuziendeleza, kuziboresha ni kazi kubwa. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo yana hizo changamoto kubwa. Kwa hiyo lazima kuwe na mikakati sasa ya kupunguza hizo changamoto, kwa maana ya kuboresha sasa zile huduma za kimsingi ambazo zinafanya makazi yaweze kuwa na sifa ile ya kuwa makazi bora kwa watu. Na hapa ndo sisi kama wadau tunahimiza sana swala zima la uhitaji wa kuwa na sera ya nyumba, sera inayojitegemea au inayojisimamia ya nyumba, ambayo hapo nyuma mchakato ulianza, lakini kuna mahali ulikwama. Kwa hiyo tunaamini kulingana na mwelekeo wa dira ya taifa ya 2050, lakini pia tumeona kwenye baadhi ya vyama pia wameweka kwenye ilani zao. Kwa hiyo tunaamini pengine ndani ya miaka 5 ijayo tukiwa na hii sera ya nyumba itatusaidia kwa sehemu kubwa pia kupunguza baadhi ya hizi changamoto. Lakini wizara pia na serikali kwa ujumla imeweka mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kuboresha au kupunguza hizi changamoto kwenye miji kupitia sera ya ardhi iliyoboreshwa iliyozinduliwa mwaka huu ambapo ndani yake kuna mikakati kadha wa kadha ambayo serikali imeweka kwa ajili ya kuhakikisha kila kipande cha nchi hii kinapimwa. Sasa hiyo ni mojawapo ya mikakati ambayo inaweza ikasaidia kupunguza hizi changamoto kule tunakoelekea kama taifa. Na kwa sehemu kubwa pia milango inafunguliwa pia hata kwa sekta binafsi kama alivyosema daktari hapa, ambapo watu wengi sasa wanaweza wakafanya hizo huduma za upimaji, na lengo hasa ni kupunguza hizi changamoto ambazo zinakabili miji yetu. Naam, sawa. Bado tunaendelea hapa tukiwa na John pamoja na Dr. Msoka kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tukizungumza kuhusu siku hii ya makazi duniani, tukitathmini kuhusu makazi na mpangilio wa miji nchini Tanzania. Tutarejea muda mfupi ujao. Tumerejea tena na tunazungumza kuhusiana na siku ya makazi duniani na tukitathmini kuhusu hali ya makazi hapa Tanzania. Dr. tumeona kuhusiana na mpangilio na swali liliulizwa hapa kwa mtaalam, lakini Dr. pia na wewe unaweza ukatupa mchango wako kuhusu hilo. Kwa miji ambayo tayari
imeshavurugika, yani kwamba mpangilio wake tangu mwanzo ulishakosewa, kama Dar es Salaam kama ambavyo ametuambia zaidi ya 70% watu wanaishi katika maeneo ambayo hayana mpangilio, na tayari watu wameshajenga nyumba zao na mambo kama hayo. Kuna uwezekano wowote wa kurekebisha chochote, daktari, katika maeneo kama hayo? Ndio, uwezekano upo kabisa, na inahitaji tu mpango na mikakati ya kuboresha mazingira hayo, kwa sababu hata miji ile iliyopangwa baada ya muda fulani miji hii inahitaji kufanywa mapitio, maboresho, ujenzi. Kwa hiyo katika maeneo ambayo tayari yalikuwa ni hayajapangika, pakiwepo na scheme za ujenzi kwa awamu, tunaweza tukafanya vizuri. La kwanza kufanya ni kuwa na mpango wa matumizi ya ardhi. Kutambua maeneo hayo, ni eneo gani litumika kwa ajili ya matumizi ya shule, katika eneo gani wakae watu wa kiasi gani, ujazo wa watu katika eneo na nyumba. Mipango ikiwepo unaweza kuboresha tu, na pia kuongeza miundombinu, kwa mfano ujenzi wa barabara, kutenga maeneo ya shule, maeneo ya wazi kwa ajili ya watu kupumzika, maeneo ya bustani. Sasa kuna maeneo mengine tayari nyumba zilishabanana, yani kwa hata kupita, maana lazima ubomoe zile nyumba kabisa, lazima kubomoa. Sijui kama umeshawahi kutembelea Ananasifu. Ananasifu zamani ilikuwa kuna kama ziwa katikati, maji hayatoki. Kwa hiyo ilibidi kufanya malipo kwa watu fulani na kupata mahali pa kubomoa na kuweka mtaro kwa ajili ya kutoa ile maji yaweze kwenda bondeni. Kule Msimbazi. Kwa watu wakapewa fidia. Na wengine pia baada ya kupata elimu wakatoa maeneo yao yatumike kama sehemu ya kupitisha maji ya mvua. Kwa hiyo ni muhimu sana, ndio maana nilisema mwanzoni, elimu hii ya miji mizuri, miji salama, sio tu ni eneo la wataalamu, bali hata raia wa kawaida, wakazi wa miji wanapaswa kujua, ili waweze kutoa mchango wao katika kuongoza na kusimamia miji. Kwa mfano kutoa ardhi yako. Lakini pia serikali inaweza kuchukua maeneo ikanunua. Kuna kitu ndugu zetu wanaitaga land banking. Unatenga eneo, unasema hili tunaliacha kwa ajili ya matumizi ya baadaye, au maeneo kwa ajili ya dharura. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unayanunua, unayaacha wazi. Shule, mahali pengine unabidi kujenga scheme. Nimewahi kuona katika miji mingine, nafikiri Nairobi pia. Wamenunua eneo, walikuwa nakaa kazi zamani, wakajenga nyumba za ghorofa kwa maana ya kuongeza watu katika eneo dogo, lakini kuiachia maeneo mengine yabakie wazi. Kwa hiyo katika maeneo hayo mipangilio ikiwepo, nimesoma pia katika kesi za nchi za Asia Kusini, wamefanya sana pia utaratibu wa kuchukua maeneo, kuyanunua, kujenga nyumba za ghorofa na kupata nafasi ya wazi kwa ajili ya matumizi ya watoto, viwanja, shule na hata barabara na michezo. Kwa hiyo ni mpango, lakini una gharama zake. Una gharama na unahitaji uthubutu, unahitaji sera ili uweze kufanya mambo hayo yaende vizuri na uweze kupata mji mzuri. Na kila kitu kina gharama. Na vipi kuhusu ambao sasa ndo miji ambayo sasa ndo inakuwa, ambayo sasa ina fursa ya kupangiliwa kama swali zuri sana. Kwa sababu tusingependa kuona makosa ambayo miji ya zamani imepitia. Miji midogo inayokuwa, nitolete mfano, kwa mfano Chalinze, ni mahali panakuwa ni barabara, makutano barabara. Miji mipya ambayo ina halmashauri za wilaya imejenga maeneo mapya. Majiji mapya kama Dodoma ambayo inakuwa, na sasa hivi ndio uwekezaji mkubwa unafanyika. Kwa kweli kule inabidi sisi kama taifa tuwe makini, tujifunze kwa makosa ya Dar es Salaam na kwingineko, tuyaepuke kwa Dodoma. Kutenga maeneo kwa haraka, spidi ya kasi ya kupanga miji iwe kubwa kuliko kasi ya watu kuhamia, ili kuyaokoa hayo majiji yasipate tena changamoto hizi Dar es Salaam. Kama ulivyosema, ulimaliza neno Dar es Salaam, tusingependa huko baadaye zitokezee wakati tulikuwa na nafasi nzuri na tumeshaona umuhimu wa kupanga miji, alafu tukaacha tena ile jambo likijitokeza. Kwa hiyo kwa kweli tukiweza kupanga miji na kwa kutoa elimu, kuweka sera, mipango ya ardhi, matumizi ya ardhi mapema, tutaweza kuzuia miji kukua kiholela. Awali John aligusia kwamba 70% ya Dar es Salaam haina mpangilio mzuri. Hii 30% ni maeneo gani ambayo yanaweza kuwa kama mfano? Nafikiri sasa ni fursa ya eneo lako. Sijajua kama lipo. Inawezekana eneo la dokta labda. Hebu tutajie, lazima tutajua tu. Specifically maeneo ambayo yamepimwa, ndio ambao ni rasmi, yana mpangilio. Hapo unaweza kuatolea mfano.
Yes, daktari anaweza kuwa kwenye nafasi nzuri kulingana na utafiti ambao wameufanya, lakini maeneo yote ambayo tunasema ya awali, yani yale ambayo kulikuwa wakati mji unapangiliwa na hasa ambako kuna huduma zile za msingi, yani kunafikika vizuri. Tunaweza tukawa kwa sababu sisi wote tuko hapa Dar es Salaam, tunaweza kujua maeneo ambayo yanafikika vizuri. Kuna barabara za mitaani, lakini pia kuna mifumo rasmi ya maji taka ambayo imejengwa, ipo. Yani kama haina hiyo, ujue hayo sio rasmi. Kwa hiyo maeneo ambako kukitokea changamoto hata ya fire na nini, magari yanaweza yakapita na huduma msaada ukatolewa. Ambako kuna huduma za maji zinafika kwa urahisi. Kwa hiyo hayo maeneo hayo ndio tunasema ndio hiyo asilimia 30. Kwa hiyo mengine yote ni watu walikuwa wanafika kama alivyosema daktari. Maeneo mengi yalikuwa tu ni mashamba na nini, kwa hiyo watu wakawa taratibu wanavamia na wanaanza kujenga bila utaratibu rasmi. Lakini mojawapo ya suluhisho ambalo naona linafanyika sasa hivi, kuna program kadhaa za urasimishaji ambazo zinafanyika kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo labda pia tutoe wito kwa wananchi pia kuitikia kwenye hizi program za urasimishaji wa makazi, kwa sababu kwa namna moja au nyingine unasaidia pia kupunguza baadhi ya hizi changamoto, kwa sababu zile program kuna namna zinahusisha pia mamlaka. Kwa hiyo wanaweza wakawasaidia kujua hapa inabidi hiki kimwache njia ya kupita kati ya nyumba na nyumba, sijui barabara za mitaa, lakini pia kuruhusu pia baadhi ya maeneo ambayo yanaaminika kwamba ni maeneo ya wazi kwa ajili ya huduma za msingi. Naona mwenzangu alikuwa anatafakari kama eneo lake. Mimi niliamua kumpa hizo sifa ili yeye. Maeneo mengine hujayataja kwa sababu unajua kuna maeneo mengine inabidi pia hata waboreshe jinsi yanavyoitwa sasa hivi, kwa sababu unajua mtu akisikia kwa mfano Mbezi kibanda cha mkaa anaweza akafikiri labda ni sehemu ambayo iko kijijini. Sasa kumbe tayari ishakuwa, yani ishabadilika, ishakuwa mjini, mambo ni mazuri. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Aliongelea kwa mfano dokta hapa kwamba kuna maeneo good luck leo ukihamia kweli una gari yako nzuri, lakini huwezi kufika. Yani huwezi kufika ili uache gari sehemu, uache mahali uanze tena kutembea. Unahamia tu, lakini kuhamia inabidi mpaki mahali muanze kubeba kidogo. Yani hizo ni changamoto ambazo ndani sana, kiasi kwamba ikitokea jambo lolote inakuwa ngumu hata gari kuweza kufika huko. Good luck, umenikumbusha kitu. Umesema kibanda cha mkaa. Ilikuwa zamani kama mahali fulani hivi. Ndio. Wakati huo kibanda cha mkaa ni kibanda kweli cha mkaa. Ndio. Ilikuwa hata usafiri wa mabasi ulikuwa haufiki. Ulikuwa unaishia Ubungo. Basi moja tu ya jioni ndio yanajitokeza kwenda maeneo yale. Leo hii stendi mpya Magufuli iko kule. Ndio. Umepita kule na mji umeshika kasi. Magari yanaenda vizuri na ni mjini kabisa, ni mjini kabisa. Na kwa muonekano wa barabara yetu mpya ya Morogoro hii, jinsi ulivyopangika, hata ile dhana ya kibanda cha mkaa view yake safi imepotea kabisa. Mwanzoni mimi nilihisi kuna vibanda vingi vya mkaa. Kwa hiyo mambo kama haya tofauti. Dokta, nafasi za tafiti ambazo mfano mnafanya kama wahadhiri, mnaona zinatumika kwa kiasi gani hasa kwa serikali na wadau ambao wangependa pia kutatua changamoto kama hizi za makazi? Na nyinyi mnazishirikisha vipi huko zisikae makabatini? Asante sana, swali zuri pia. Ukweli ni kwamba tunafanya utafiti na baadhi ya tafiti zetu pia zinachukuliwa tu vizuri na serikali. Kwa mfano mara nyingi sana pakiwepo na jambo linalohusu mambo ya miji, tunakaribishwa, tunatoa maoni yetu. Alisema sera ya nyumba, wakati imeanza kasi wataalamu walishirikishwa. Mmekuwa pia na sera ya nyumba walifikiria mpaka wa idara za nyumba katika halmashauri. Kwa hiyo ilikuwa imeenda kwa kina na ushirikishwaji ulikuwa mzuri. Pia kuna swala la changamoto za naita biashara zisizo rasmi. Jinsi ya kuzipangilia, nini cha kufanya, wataalamu walishirikishwa pia katika mambo hayo. Kwa hiyo niseme tafiti tunazozifanya tunafikiwa. Na kwa kweli ukiwa umebobea katika maeneo kama hayo, panapokuwa na jambo si lazima liwe la Dar es Salaam, hata la Dodoma, hata la Arusha, tunafikiwa, tunakaribishwa kushiriki, kutoa mawazo, saa nyingine kupitia sera, saa nyingine kupitia mambo ambayo wameandaa programs.
miji salama. Mimi nakumbuka nimeshiriki sana mambo ya miji salama Tanzania, nini cha kufanya. Kuna miji ya kimkakati tulishirikishwa pia. Tumekuwa kuna programu ya mambo ya urasimishaji wa biashara zisizo rasmi tumeshirikishwa. Kwa hiyo kwa kweli kushirikishwa tunashirikishwa, na hatuwezi kusema, na mawazo yetu mengi pia yapo katika nini kinaendelea katika taifa letu. Kwa hiyo hata lawama ikija na sisi tunahusika. Naam. Sababu tulishiriki katika kutoa mawazo. Hata viwanja 20,000 wataalamu walishirikishwa pia. Sasa tukiangalia pia miongoni mwa mambo ambayo yanazungumzwa ambayo yanaleta tatizo kubwa ni kasi ya ongezeko la watu. Tunaweza tukatolea mfano. Kwa mfano mwaka 2012 wakati tunafanya sensa kabla ya hii ya mwaka 2022 Dar es Salaam tulikuwa tunazungumza watu almost milioni 3. Hivi tunapozungumza Dar es Salaam ina watu takriban milioni 6. Inatarajiwa ikifika mwaka 2030 tutakuwa na watu almost milioni 10. Sasa ukiangalia Dar es Salaam ukubwa wake ni kilomita za mraba 1,300 hivi na kidogo. Hazifiki hata 2,000. Lakini ukiangalia Tabora ambayo ndio mkoa mkubwa hapa kuliko yote hapa Tanzania, sio? Ambayo watu wake idadi yake ni kidogo, yani haifiki hata robo ya idadi ya watu ambao Dar es Salaam. Yes. Sasa tukiangalia idadi kubwa ya watu ambao wanatoka maeneo ya vijijini kuja mijini, na inawezekana pia wengine wanatoka Tabora kuja Dar es Salaam. Kutoka kule waliko kuna eneo kubwa wako wachache, lakini hao wachache wanatoka kule kuja Dar es Salaam na maeneo mengine ya majiji kuongeza idadi ya watu, density inakuwa kubwa. Sasa manake ili jambo lisipoangaliwa tutajikuta kwamba population ile wataalamu wanaita unevenly distributed, yani kwamba kwenye maeneo makubwa watu hawapo, kwenye maeneo madogo kama Dar es Salaam watu wamerundikana. Unaona kuna mpango madhubuti wa kuliaddress hilo jambo kama mtaalamu? Unajua watu wanakuja Dar es Salaam kwa sababu wanavutwa na kitu. Kuna fursa zilizoko Dar es Salaam zinawavuta watu kuja. Kwa mfano watu wengi wanaona Dar es Salaam kama jiji la kibiashara. Nikienda kuweka biashara yangu pale nitapata wateja. Unajua Dar es Salaam kila kitu kinauzwa. Yaani kuna watu wanauza tu majani, udongo. Kama unataka mdogo bustani mtu anakuletea na kuuzia. Kwa hiyo vitu vingi vinauzwa. Kwa hiyo mtu anaziona fursa tu katika Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu hata kama yuko katika mji mwingine anasema ngoja nihamie Dar es Salaam kwa sababu kuna fursa. Kila kitu kule ni fursa. Kwa hiyo ili kupunguza kasi ya Dar es Salaam kukua, inabidi pia tuwekeze na kufungua fursa katika miji mingine ili watu wapungue kuja, na hata ikiwezekana watu walioko Dar es Salaam wazione fursa kule kwingine ili waweze kwenda. Na watu wa vijijini nao watakuwa wanaziona fursa katika miji ya maeneo ya kwao na au hata vijijini ili wabakie katika maeneo yale. Kwa hiyo kwa kweli watu wanakuja Dar es Salaam kwa sababu kuna fursa. Na mtu anaona nitapata huduma bora. Kwa mfano kuna fursa sio za biashara tu kama nilivyosema na ajira, lakini pia huduma kama hospitali, mashule atazipata akija mjini. Kwa hiyo anasema naenda mjini ili nikapate hizo huduma. Na wanaona pia kama labda baadhi ya sera, taratibu na nini zinasukuma miji kwa kasi kuliko vijijini. Kwa hiyo na mimi ngoja niende mjini nikafaidike na hiyo sera ambazo zinaendeleza miji zaidi kuliko maeneo ya vijijini. Kwa hiyo ili kupunguza kasi ya miji ni kuwekeza katika vijiji, kuwekeza katika miji mingine, kufungua fursa zaidi ili watu wajipatie unafuu wa maisha. Kwa gharama kubwa iliyoko ya kuishi Dar es Salaam, kama mtu angekaa Tabora, na kule Tabora najua kuna viazi vingi sana. Watu wangeweza kupunguza gharama ya maisha, wangefurahia tu. Hawafurahi kuja Dar es Salaam kwa sababu tu wanakuja Dar es Salaam, lakini kama watapata maisha mazuri, maisha bora, mji salama na hali yao ya kimaisha itapanda, kwa kweli wangebaki Tabora. Lakini kama wanaona Tabora haikidhi, ndio sababu wanakimbilia Dar es Salaam kutafuta fursa. Na mwaka 2022 idadi ilikuwa ni 3,300,000. Yes. Wakati ambayo Tabora unajua ina kilomita za mraba zaidi ya 76. Ukubwa wake ni zaidi ya nchi ya Rwanda, ni zaidi ya nchi ya Burundi. Dar es Salaam ambayo ina kilomita za mraba 1,300 ina watu almost milioni 6.
lakini mara mbili ya Tabora. Usisahau kusema Dar es Salaam yenye fursa. Sasa ile yenye fursa ndio inavuta watu. Fursa zifikishwe katika maeneo yote. Zitawanywe. Itasaidia pia kwenye masuala ya mipango miji, sio? Yaani miji kuwa imepangiliwa vizuri. Kwa sababu watu wanavozidi kuongezeka watahitaji kujenga, watahitaji kutafuta sehemu za kukaa, na ndio hivyo sasa kunakuwa na nyumba nyingi ambazo zimebanana. Na mji unaendelea. Sasa hiyo mji unaendelea au mji unakuwa umejaa sana, yani kwa sababu kuna sasa tafsiri ya mji kuendelea ni kwa sababu mji unaweza ukawa unaendelea, lakini sasa kuna sehemu nyingine ukuta nyumba zimebanana. Kama nyumba zimebanana na kuna mpangilio, haya matumizi bora ya ardhi. Kwa sababu nyumba zimekaa vizuri, hatujapoteza nafasi. Kuna kitu inaitwa concentration. Nyumba zikikaa vizuri na unapata zile faida ya kuwahudumia. Kwa mfano watu wakikaa katika eneo moja dogo vizuri, huduma kama ya polisi, ya posta, ya benki, mtandao wa internet ni rahisi kusambaza katika eneo lile. Lakini watu wakikaa mbali sana, kuwapelekea huduma ni kazi kubwa. Ni kazi kubwa. Kwa mfano kujenga mashule, miundombinu ya maji taka, umeme, kujenga njia zote hizo ni gharama kubwa. Kwa hiyo mji ukiwa umepangika vizuri, watu wakakaa vizuri katika eneo dogo. Kwa hiyo ongezeko la watu kwenye mji sio hoja. Sio hoja kama huduma ni nzuri. Shida inakuja pale hakuna huduma. Huduma ya maji, huduma ya makazi ya watu hakuna, barabara kufikiki, ni changamoto. Kuna miji mikubwa. Na kuna kitu ulisema hapo, ifikapo sijui mwaka gani umesema? 2030. Tutakuwa watu milioni 10. Huo mji unaitwa mega city ukifika level hiyo. Sasa mega city ina tabia tofauti kwa maana ya kusimamia, kuongoza, na kama ulivyosema vizuri kabisa, inabidi maandalizi yake ya kufikia mega city tuyaanze sasa. Kwa maana ya kupanga vizuri, kuweka miundombinu. Kwa mfano itakuwa tumechelewa sana kama tutaanza kufikiria kuweka treni ya mwendo kasi wakati tuko milioni 10. Ibidi tuanze kuweka miundombinu sasa, tutenge maeneo yake, stendi itakuwa wapi, barabara njia zake zitakuwaje. Sasa ili tuje tukaanza kubomoa magorofa. Yaani tofauti na hii watu wasije wakafikiria unazungumzia SGR, yani unazungumzia zile treni za kwenye miji, si ndio treni nyepesi, light trains, au tram wengine tram. Kwa hiyo tukiwa na mawazo kama tunaenda huko, tuanze kutenga maeneo kabisa. Maeneo mpya ya miji tunajenga, tujenge maeneo ya barabara mapana, tukijua kutakuwa na eneo la basi, eneo la treni ya mjini, na maeneo ya kawaida yaenda kwa miguu, maeneo ya baskeli, maeneo ya kupitisha mtandao wa internet, gesi. Kwa sababu tunaenda kwenye milioni 10, vitu vyote vitakuwa maeneo ya vituo vya polisi, vituo vya magari ya zimamoto. Unajua watu milioni 10 wengi nchi kabisa. Kuna nchi haina hata hiyo idadi ya watu. Kuna nchi nyingi za Ulaya na watu milioni 6, milioni 5, na nchi kubwa. Kwa hiyo tunapokuwa milioni 10 katika jiji la Dar es Salaam, tunahitaji kufanya maandalizi kwa kweli mapema ili kuondokana na haraka au dharura, kutokana na dharura. Kama tubomoe hapa sasa tuweke kitu fulani kwa sababu hali ni ngumu. Kwa hiyo maandalizi ni muhimu sana. Sasa manake kwa mfano sasa hivi tumebakiza miaka 5 kufikia 2030. Unadhani inaweza ikatosha kufikia hicho unachokisema? Inabidi itoshe. Kwa sababu hatuna namna kwa sababu lazima kushika huu moto sasa. Tupambane na hali halisi, ndio hali imeshakuja, watu wanaongezeka kwa kasi. Ndio maana kuna mjadala mwingine kwamba dhana ya kupeleka makao makuu Dodoma imesaidia pia Dar es Salaam kupumua. Kwa hiyo tupate nafasi sasa kujenga vizuri, kujiongoza vizuri. Baadhi ya fursa zimeenda Dodoma, zimeifanya Dar es Salaam. Najua hii sio habari nzuri kwa meya wa mji, kwa sababu meya wa mji anatafuta vyanzo vya mapato. Kwa hiyo fursa zikihama kwake ni habari mbaya. Unajua mimi sasa mapato yangu yamepungua, mji mapato yanapungua. Sisi tungependa mapato yaongezeke. Lakini kunahitaji uwekezaji mkubwa wa kutosheleza ili kuhakikisha kwamba mapato yako ni mazuri, lakini pia watu wana afya, wako salama, miji ni mizuri, inavutia, inatoa fursa zaidi za kibiashara, za kihuduma, za kiutalii, huduma kama elimu, kama nilivyosema, hospitali na kadhalika. Na huduma hizo zinafikika. John.
Tukiwa tunamalizia kwenu, kama wadau pia mnaona nini? Na lipi pia la kushauri mamlaka zetu sasa? Asante. Sisi tuna msisitizo wetu mkubwa ni hususan kwa serikali kuendelea kuongeza uzito na kipaumbele kwenye hili eneo la makazi, kwa sababu kama ulivyoanza mwanzoni, ukweli ni kwamba makazi ndio kila kitu. Yaani kama watu wakiwa na uhakika wa mahali pazuri pa kuishi, na tukisema mahali pazuri pa kuishi ni mahali ambapo panazingatia pia utu wa huyu mtu. Mahali penye huduma, sio tu zile kuta. Wengine ukiongelea makazi au nyumba, mtu anafikiria tu kwamba na mahali nafika na chumba tu na nini inatosha. No. Yaani upatikanaji wa zile huduma za msingi za kumfanya huyu mtu aweze kuishi, na wale watu wanaoishi mle ndani panafikika vizuri kwa urahisi. Kuna huduma za maji, mifumo ya vyoo, mifumo ya majitaka, huduma za umeme na kadhalika. Kwa hiyo tukianza kuliona eneo la makazi kama ni eneo la kipaumbele, yani si niseme cha kwanza ama kipaumbele cha juu kabisa kwenye maendeleo ya nchi, itatusaidia kwa sehemu kubwa kuwa na mipango madhubuti ya kukabiliana na changamoto za ukuaji wa miji na changamoto za makazi na changamoto zote ambazo zinahusiana na masuala ya makazi, kwa sababu tunapoongelea maendeleo endelevu, tunapoongelea maendeleo sio ya viwanda, tunapoongelea kukua kwa uchumi, bado msingi wake ni makazi. Hawa watu wanatokea wapi? Watu ili tuendelee, moja wapo tunahitaji watu, lakini hawa watu wanatokea wapi? Yaani lazima wao wanatokea kwenye makazi yao. Kwa hiyo eneo la makazi linapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, na sisi tunasema makazi bora ni haki ya msingi ya mtu. Mtu anapaswa kuwa na uhakika wa kuishi vizuri, alafu haya mambo mengine yanaweza yakafuata. Kwa hiyo tukifikia hapo, manake itasaidia mipango mingine na sera na utekelezaji wa mikakati ya serikali kuweza kufikia malengo ambayo yanakusudiwa. Asante sana John. Tunakushukuru Dr. Msoka, amenikumbusha ile human basic needs. Nataja vitatu kabisa. Chakula, mavazi na makazi. Kwa leo tulikuwa tunazungumzia makazi. Nashukuru sana pia, umepambana sana eneo lako unaloishi litajwe, lakini nashukuru wataalamu hawakutaja maeneo. Mimi sijapambana eneo lote litajwe. Maeneo yetu yakitajwa hapa. Nilitumia hekima ili kila mtu ajione yuko wapi. Na niwaambie watu wasijaji sehemu mtu anayokaa kwa kuangalia jina. Mtu anaweza akaa sawa, unauliza unatoka wapi? Natoka Changanyikeni. Kumbe ni sehemu nzuri kabisa. Na inawezekana kuna maeneo unaweza kukahisi yamepangiliwa, kumbe hayajapangiliwa kabisa. Kwa yote yanawezekana. Tunashukuru sana jamani, asante sana. Asante. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuzungumza kuhusiana na makazi ambayo huadhimishwa kila Jumatatu ya mwanzo ya mwezi Oktoba.